Wapendwa taifa la Mungu, karibuni sana kwa mahubiri katika Dominika hii ya Matawi. Dominika ya Matawi ni mwanzo wa maadhimisho ya Juma Kuu. Tunaingia rasmi katika juma la tafakari nzito juu ya fumbo la ukombozi wetu, yaani mateso makali na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo, ambalo linahitimishwa na ufufuko wake. Kiuhalisia, katika juma hili tunatafakari kiini cha maadhimisho ya mwaka wa liturujia wa kanisa, maana tunaliishi fumbo hili kila tunapoadhimisha misa takatifu. Wapendwa, katika Dominika ya Matawi kuna mambo makuu mawili yenye sura tofauti yanafanyika. Jambo la kwanza lina sura ya furaha na matumaini makubwa. Wayahudi wanampokea Bwana wetu Yesu Kristo, wanamshangilia kwa shangwe, wakimwimbia, wakitegemea kwamba yeye ni mfalme wao, pasipo kutazamia kwamba atapitia mateso ndiyo aweze kuwakomboa. Katika Dominika ya Matawi tunakumbuka Yesu akiingia mjini Yerusalemu kwa shangwe kama mfalme na Masiha, na kushangiliwa kama mwana wa Daudi anayeleta wokovu. Yesu ni mfalme wa amani na mnyenyekevu, na ndiyo maana anaingia Yerusalemu akiwa amepanda mwanapunda. Wayahudi wanatambua kuwa Yesu ni mfalme wa utukufu na wanampokea kwa heshima kubwa, wakimshangilia kwa matawi na kutandika nguo zao ardhini ili mfalme apite. Wanapiga kelele wakisema, Hosana mwana wa Daudi. Jambo la pili lina sura ya huzuni, majonzi na mkato wa tamaa. Tunakumbuka mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa kusoma au kuimba historia ya mateso yake, ambapo kwa mwaka huu, mwaka wa kanisa, yanatoka katika Injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo. Wapendwa, katika historia au simulizi zima kuhusu mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, tunajifunza mambo yafuatayo: moyo wa sadaka, upendo na huruma kwa wengine, unyenyekevu, utii, uvumilivu, kujikatalia dhambi, hasa dhambi za uchafu, uchaji wa Mungu na mengine mengi yanayotuelekeza katika kumrudia Mungu. Sasa ndugu zangu, tujiulize swali kwamba ni kwa nini Wayahudi wanapiga kelele kuwa Yesu asulubiwe wakati walimshangilia kuwa mfalme wao? Jibu ni kwamba Wayahudi walikuwa na matarajio makubwa ya kutamani wokovu kwa Kristo kama mfalme wao. Lakini walipoona kwamba Yesu anakamatwa tena kirahisi kabisa, wakafedheka, na hivyo kwa hasira wakapaza sauti, asulubiwe, asulubiwe. Kelele walizopiga kusema Hosana mwana wa Daudi ndio hizo wanapiga wakisema asulubiwe. Kelele walizopiga kusema huyu ni mfalme wetu ndio hizo wanapiga wakimshangilia asulubiwe na kumkataa kuwa mfalme wao. Ndugu zangu, hakuna wokovu bila mateso. Wokovu ni safari ya kutoka kwenye mateso na mahangaiko inayokamilika hatua kwa hatua, na ndipo wokovu huo unaofikia. Kila mtu anasema kwamba ameokoka, lakini anataka mambo ya haraka haraka tu. Huyo hawezi kuingia katika safari ya ufuasi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Lazima tukubali mateso ili tuweze kufikia wokovu. Wayahudi walitegemea kukombolewa tu pasipo mateso, na ndiyo maana walimshangilia Yesu kwa mfalme wao. Lakini alipoingia kwenye mateso wakasema asulubiwe. Ndugu zangu wapendwa, hapa pia tuna kitu cha kujifunza. Manake tunapaswa kuacha usaliti. Wengi wanaotusifu ni kutokana na faida wanayoipata kwetu. Watakapoikosa hiyo, kwa hakika watatuzomea. Kwa hiyo tujifunze sasa
kuacha unafiki na usaliti na kujitahidi kuwa waaminifu daima, hata kama ni katika mateso. Ndugu zangu, Dominika hii ya Matawi ina maana kwetu kwamba kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko tumepata wokovu na kutolewa utumwani, yaani utumwa wa dhambi na mauti. Hatupaswi kuadhimisha mambo haya kama historia tu, kama tulivyosikia katika somo la Injili, bali tunapaswa kuingia katika tafakari nzito ya kuacha dhambi ili tuweze kukombolewa. Somo la kwanza tulilolisikia kutoka katika kitabu cha Nabii Isaya ni moja kati ya nyimbo 4 za mtumishi wa Bwana zilizopo katika kitabu hicho. Na sehemu hii ni wimbo wa 3. Kile somo la kwanza ni wimbo wa 3 kati ya hizo nyimbo 4 zilizopo katika kitabu cha Nabii Isaya. Katika wimbo huu tujifunze kwamba Mungu ndiye anayetuita na kututuma na anatupa nguvu ya kufanya utume huo. Bwana wetu Yesu Kristo kwa sura ya mtumishi wa Bwana anatimiza mapenzi hayo ya Mungu, japo kwa kupitia mateso makali. Hivyo tuishi tukiamini kwamba kama tukiwa waaminifu kwa Mungu, hata tukipitia mateso itakuwa tu ni njia ya kuingia kwenye mafanikio. Kwa ndugu zangu, katika Dominika hii ya Matawi, wakati tunapoendelea kutafakari juu ya mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, tubaki sasa na yafuatayo. Jambo la kwanza, ubichi wa matawi tulioshika mkononi uakisi ubichi wa imani na matumaini yetu kwa Mungu na kutuokoa katika mkato wa tamaa. Jambo la pili, mwanapunda ambaye amepandwa na Yesu atufundishe kuwa nasi tujishikamanishe na Yesu na kumbeba katika maisha yetu kuliko kubeba mizigo mizito mbalimbali inayotutesa katika roho zetu. Jambo la tatu, historia ya mateso itukumbushe kuwa katika maisha hapa duniani tunahitaji kubeba vyema misalaba yetu kwa uvumilivu na imani, tukitazamia wokovu kama Yesu alivyokufa Ijumaa Kuu na Pasaka akafufuka. Tumuombe sasa Mungu kwa neema yake atupatie nguvu ya kubeba vyema misalaba yetu, kuvumilia hadi mwisho ili tuweze kupata wokovu na tuendelee kufurahia imani yetu. Tumsifu Yesu Kristo.